Bwana Yesu asifiwe. Nichukue nafasi hii tena kukukaribisha katika Samueli wa pili sura ya 22, na hivyo tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Umetupatia sura hii tuweze kukuona wewe katika mistari 51. Bwana kajidhihirishe kama upendavyo. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Katika sura hii yenye maneno takribani 323 inayo dhima moja tu ya kutuonesha shukrani kwa Mungu kwa kumwokoa Daudi dhidi ya maadui zake, na hivyo anamtukuza kwa nguvu zake zote. Nimeigawanya kama sehemu 5. Shukrani ya Daudi kwa Mungu ni sehemu ya kwanza, ambao ni mstari wa 1 mpaka wa 4. Hapa Daudi anamshukuru Mungu kwa kumwokoa mikononi mwa adui zake. Mstari wa 2, Daudi anamshukuru Mungu kwa kusema maneno haya: Bwana ndiye jabali langu na ngome yangu na mwokozi wangu. Mstari wa 4 anasema, nitamwita Bwana astahilie kusifiwa, hivyo nitaokoka na adui zangu. Halafu sehemu ya pili, ambao ni mstari wa 4 mpaka wa 7, anaendeleza shukrani zake. Hapa Daudi anajikita zaidi kutuambia namna ambavyo Mungu anajishughulisha na shida zetu. Mstari wa 7, Biblia inasema, katika shida zangu nalimwita Bwana, naam, nikamlalamikia Mungu wangu, naye akasikia sauti yangu hekaluni mwake, kilio changu kikaingia masikioni mwake. Mwisho wa kunukuu. Sehemu ya 3, ambao ni mstari wa 8 mpaka wa 16, Daudi anatuhakikishia ya kuwa Mungu huwa anashuka kutatua shida zetu. Daudi anatudhihirishia jinsi Mungu alivyo na utisho na nguvu. Mstari wa 8, nchi hutetemeka Bwana akishuka. Mstari wa 9, Mungu hutoa moshi puani mwake na moto kinywani mwake na kuteketeza dhambi. Mstari wa 14 anasema, hupiga radi na kutoka kule mbinguni sauti yake alisikia mfalme Daudi. Sehemu ya 4, mstari wa 17 mpaka wa 20, Biblia inatuonesha jinsi ambavyo Daudi anamsifu Mungu kwa namna ambavyo alivyomwokoa. Mstari wa 18, ruhusu nisome kidogo: akaniokoa na adui yangu wenye nguvu. Mstari wa 20 anaeleza sababu za kumwokoa, anasema kwa kuwa alipendezwa nami. Sehemu ya 5 na ya mwisho ni sifa za Daudi kwa Mungu, au unaweza kusema Daudi anamsifu Mungu. Ziko sifa nyingi mfalme Daudi alizisema kwa Mungu, na hivyo niruhusu nichukue dondoo chache. Mstari wa 21, Daudi anasema Bwana alimtendea sawasawa na haki yake. Mfalme Daudi anaona ya kuwa kwa vile aliwafadhili watu wengine, anaziona fadhila za Mungu, na hivyo anamsifu Mungu. Na huo nimetoka kusema ni mstari wa 26. Mstari wa 27 anasema mambo mawili. Jambo la kwanza, anaposogea mbele za Bwana anapaswa kujitakasa, na ndivyo inavyotupasa watu wa Bwana. Mstari wa 27 hapo anaongeza kipengele cha pili: Bwana anatuangazia kama taa tunapokuwa tukipita sehemu zote. Mstari wa 35 anamshukuru Mungu kwa sababu alimfundisha mikono yake vita. Mstari wa 36 anamsifu Mungu kwa sababu Mungu ametoa ngao yake ya wokovu na akapata unyenyekevu. Mstari wa 47, Bwana yuko hai, anatuthibitishia, na hivyo anamhimidi na kumtukuza. Daudi anapomalizia mstari wa 50 na 51 anasema, basi Bwana nitakushukuru kati ya mataifa, nami nitalimbia jina lako. Mstari wa 51 anasema, ampa mfalme wake wokovu mkuu, amfanyie fadhili masihi wake, Daudi na mzao wake hata milele. Daudi huyu aliyetajwa ndani ya Biblia takriban mara 1134. Katika Agano la Kale anatajwa mara 1068, na afu Agano Jipya takriban mara 66. Huyu ndiye mhusika mkuu wa kitabu hiki. Maana ya jina lake ni mpendwa au kipenzi. Wapendwa, anatuambia na anatuelekeza sababu za kumsifu Mungu. Ziko sababu nyingi ndani ya Biblia, tungepata muda tungezichambua, lakini anatuambia kwamba Mungu ni mkubwa kwake, anaweka sikio na anamsaidia katika changamoto zake. Na hivyo nikutie moyo rafiki yangu mahali popote ulipo, ya kwamba Mungu yuko pamoja nawe katika changamoto zako. Na hivyo nikualike tuombe. Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru sana. Mimi na rafiki yangu umetupatia sura hizi tukuone wewe katika maandiko matakatifu. Tufundishe kama upendavyo, katika jina la Yesu Kristo, amina. Karibu tena kesho.